Hatimaye mtazamaji, habari mzuri zimeweza kufikia nchi ya Tanzania. Na kila ambacho nakipenda kuhusiana na ripoti hii ni kwamba angalau tunaelekea mahali ambapo kila mtu ataweza kupata haki kutokana na yale machafuko yaliweza kutendeka na vile vitukio ambavyo tumeweza kushuhudia. Kabla nisidi kuzungumzia haya, ningekupa sekunde moja ili uweze kusubscribe na kujiunga na familia hii ya Sam TV News ili uweze kupokea habari punde tu zinapotokea. Kunazidi kupambazuka na hiyo ndio furaha yangu na kituo chetu nambari 1, huku tukipokea ripoti ya CIR kuhusiana na mauaji ya Oktoba tarehe 29 hadi sasa, yale matukio ambayo yanatendeka. Ni ripoti ambayo imekuwa ikiandaliwa ili kuweza kusaidia katika kesi ambayo iliweza kufikishwa kule ICC, ambayo itakuwa ikimtaka Mama Samia Suluhu Hassan aweze kufika mahala pale ili aweze kuchipu mashtaka ambayo inafunguliwa kuhusiana na kesi yake. Kuhusiana na ripoti ambazo nimeweza kuchunguza ni kwamba kuna ripoti 4 ambazo zimeweza kuchunguzwa, na kutokana na ripoti hizi kuna mazuri ambayo yanaweza kudhihirika na ningependa tuweze kuyaangalia. Kuhusiana na CRI, waliweza kukusanya zaidi ya ushahidi 121 na tukaweza kuona ushahidi zaidi ya video 44 ambazo zinapeana taswira ya wazi kuhusu mauaji yaliyoweza kutendeka kwa amri ya Mama Suluhu Hassan kupitia vyombo vya dola. Kutokana na ripoti hii iliweza kubaini mambo manne. Ya kwanza ni kwamba kuliweza kutumika kwa risasi za moto ambazo ziliweza kutumika moja kwa moja, bali hawakuweza kutumia zile za kutisha. Hivi ni vyombo vya dola ambavyo viliweza kutumia risasi za moja kwa moja ambavyo ziliweza kusababisha mauaji na vifo vya zaidi ya vijana 10,000 kutokana na ripoti ambazo zimeweza kutokana. La pili ni kwamba licha ya kutumia risasi za moto, kuna vitendo vya ukatili pia ambazo viliweza kushuhudiwa. Mtazamaji, ukiangalia video ambayo niliweza kuifanya hapa awali ni kwamba kuna wale ambao wanakiri waliweza kufanyiwa upakaji, wale ambao walitekwa nyara kihalali walifanyiwa upakaji ambao ni jinsia ya kike na kiume, hasa wale ambao wako katika mlengo wa upinzani. Hivi vyote kuna ushahidi wa kutosha dhidi ya makala haya. Lingine ni viliweza kuonyesha jinsi maafisa ambao walikuwa katika uniforms na wengine walikuwa katika mafasi ambayo si ya kikazi, lakini walikuwa wamejifunika hadi uso. Kuna kanda ambazo zinaonyesha ukatili huu, maafisa wa polisi hao wakiingia majumbani mwa watu na wakiweza kutekeleza mambo ambayo ni ya kuhuzunisha zaidi. Mtazamaji, kuliweza kuonekana pia video ambazo ziliweza kuchukuliwa kutoka satellite ambazo ziliweza kukusanya zaidi ya video ambazo zinaonyesha vyombo vya dola kuweza kutumika hasa wakati wa usiku, wakihamasisha miili ya wale ambao waliweza kupoteza maisha yao kutoka hospitalini, mochari na wengine kuweza kuzikwa. Vilevile vimeweza kusisitiza uwezo wa makaburi ya halaiki ambayo yameweza kushuhudiwa pale Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na miji mingine. Na hili mtazamaji, ni video ambazo zimeweza kuchukuliwa na kuonyesha uwazi kuhusiana na yale ambayo maafisa wa polisi walikuwa wakiyatekeleza. Huu ulikuwa ni utekelezaji uliopangwa kwa muda mrefu, na vile ambavyo nimeweza kushuhudia kutokana na video na nyaraka ambazo nimeweza kupitia, ni kitendo ambacho si kilifanyika ghafla, bali ni mambo ambayo yalikuwa yamepangwa kwa muda mrefu. Na habari njema zingine ambazo tunapokea kutoka DW documentary ni kuelezea yaliyojiri Oktoba 29. Ni ripoti pia ambayo imeweza kuandaliwa ambayo itaweza kuwasilishwa pale ICC. Inasema mengi yalitendeka wakati wa usiku. Mchana pia kulikuwepo, lakini mengi yalitendeka wakati wa usiku ambapo wengine waliuawa waliokuwa machumbani. Maafisa wa polisi walifika machumbani mwa wananchi na kutekeleza mauaji, na si kwa wale ambao walikuwa wanaandamana, bali waliokuwa nyumbani wametulia, wana amani.
Mtazamaji, ni ukatilifu mkubwa zaidi ukiweza kuangalia ripoti hizi. Kuna vijana ambao walishuhudiwa pia wakifanyiwa mauaji ambao walikuwa katika mpira. Wengine walikuwa wakicheza pool, pia waliweza kuuliwa. Hii ni ripoti na kuna kanda na video ambazo zinaonyesha haya yote mtazamaji. Yalilenga yeyote yule wala si waandamanaji. Hayo ndio ambayo nimeweza kubainisha kutoka kwa video na kanda ambazo nimeweza kuziona. Kwa hivyo kutokana na ripoti hii kumekuwepo na final analysis na tumeweza kuweza kuhakikisha kwamba hili lilikuwa ni target killing wala si crowd control, kwa sababu ingekuwa ni crowd control, hivyo basi maafisa wa polisi hawangefika machumbani, hawangefika katika pools, hawangefika katika pale ambapo vijana walikuwa wakitazama mpira. Na mtazamaji, hizi zote ziko katika kanda hizi. Kuna ripoti nyingine ambayo imefanywa na shirika la Reuters ambayo iliweza kuandaliwa Januari tarehe 9, ambayo inaonyesha kwamba matukio yaliyotokea yalikuwa na intended killing, mauaji yaliyokusudiwa, bali dhamira ya kuwatoa uhai iliweza kubainika. Wengi hawakuwa maandamano, bali walikuwa katika vitongojini, na maafisa wa polisi walionekana wakiwatupia mabomu, wengine wakitumia marisasi na kuwafiatulia na kufanya kutekeleza mauaji. Na taasisi ya Center of Information and Resilience pia wamepata uthibitisho pale Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na mitaa mingine ambapo wameweza kushuhudia maafisa wa polisi wakiwa na silaha, wengine wakiwa na sare, wengine hawana, waliweza kutekeleza mauaji wakati wa maandamano. The Christian Solidarity Worldwide pia imeweza kupeana ripoti yake, na ukiangalia ni kwamba mazingira ya hofu yaliweza kushuhudiwa kabla ya kufanyiwa kwa kura zile. Kulikuwepo na utekaji, kulikuwepo na mauaji, kulikuwepo na kukamatwa kiolela na maafisa wa polisi. Na baada ya kura kukawa ukamataji wa hali ya juu. Vijana waliweza kukamatwa, viongozi wakaweza kukamatwa, wale ambao walikuwa katika upinzani, na ni hali ambayo iliweza kuhakikisha kwamba wananchi wanahisi kwa uoga. Na kesi hii yote ni dhidi ya Samia Suluhu Hassan wala si serikali ya Tanzania, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anapeana masharti wakati huu. Mtazamaji, yule ambaye ataweza kuwasilishwa ni Mama Samia Suluhu Hassan, na tayari mtazamaji, niliwaambia kwamba Tanzania imeanza kupokea habari ambazo ni mzuri, na kuna yule ambaye ataweza kusimamisha mazuri haya wakati ambapo umeweza kufika. Tunatarajia ripoti hizi zimeweza kuandaliwa, zimewekwa mtandaoni, utaweza kuziona pia. Tunangojea tu muda ule tu ambapo Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukamatwa na kupelekwa pale ICC ili kuweza kujibu kuhusiana na yale matukio yaliweza kutendeka wakati wa kura pale mwezi wa Oktoba tarehe 29 mwaka 2025.